Ujambo mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka, weekend yako pia ilikuwa ni ya baraka. Na hiyo jana uliweza na kufika kanisani na ukaweza kubarikiwa. Asubuhi ya leo ninakukaribisha katika kipindi cha manyunyu ya baraka, kipindi ambacho utubariki, utuanzia siku yetu kama tunahisi tu uwepo wa Mwenyezi Mungu ukiwa katikati yetu, ukiwa tu juu yetu. Hivyo basi huwa ninakukumbusha kwamba maybe last week uliweza na kupatana na mangumu, ukapatana na changamoto ambazo unazikumbuka mpaka amani inakupotea. Maybe weekend yako haikuenda vile ambavyo ulikuwa unatarajia, lakini siku ya leo, wakati ambapo tunaanza wiki mpya, wakati ambapo masaa kama haya tunaanza siku mpya, ningetaka ujue kwamba na uamini tena kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe. Mwenyezi Mungu anayajua hayo yote ambayo maybe anakuumiza mno, maybe unafikiria, unajipata ukijiuliza ama ukiona kwamba ni kama Mwenyezi Mungu amekuacha. Mwenyezi Mungu hajakuacha, upendo wake uko juu yako, anakupenda, anakufikiria mema. Wakati ambapo unaanza siku, unaanza wiki, amini kwamba hii wiki itakuwa ni ya baraka kwako. Amini kwamba hii siku itakuwa ni ya baraka kwako. Yale yote ambayo umekuwa ukiomba mbele za Mwenyezi Mungu utaweza kuyapokea. Basi karibu sana tukaweze kuendelea na kuogelea ndani ya manyunyu ya baraka. Kuanzia leo tutakuwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi wa Munyo Pastorate Machakos Sub and Quarter. Mimi ni wako Pastor Lucy Michael nikikwambia kwamba jiandae kabisa asubuhi ya leo tukaweze na kubarikiwa kwa pamoja. Wapendwa watazamaji wa Undugu TV, naomba kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Nami si jambo. Nawakaribisha katika mahubiri ya siku ya leo, nikijua ya kwamba ni muda mrefu tusikaribiane, tusisemezane neno la Mungu. Lakini siku ya leo na kuomba ili tuweze kuandamana pamoja. Nikienda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa 28 hadi 29. Maandiko yanasema hivi: Lameki akaishi miaka 182, akazaa mwana, akamwita jina lake Nuhu, akinena, huyu ndiye atakaye tufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyo ilahani Bwana. Na tuombe. Ni asante Jehova Mungu, Mungu ambaye ulikuweko na huko na utakuweko. Tunaliinua jina lako pamoja na kulimidi jina lako, ni kwa maana hamna jina lingine. Kwa hivyo jioni njema ya leo, mfalme wa falme, na itwika mikononi mwako ili ukapate kuniongoza. Ninapotazama Mungu wetu, pia mtazamaji akitazama, nikimkabidhi mikononi mwako ukaweze kumfunulia yote, ili tuweze kufahamishwa na Roho wako Mtakatifu. Naomba nikijua ni mwanzo na hadi tamati, hatuna budi kusema ni asante. Naomba yote na ni kwa ajili ya Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Lengo yetu ya siku ya leo, ile ambayo itatuongoza, ni tunaenda kusemezana kuhusu mambo mawili, na ni pumziko na faraja. Na kama vile nimesoma kutoka katika kitabu cha Mwanzo, tumeona kuna watu wawili mahali pale. Kama vile nimesoma, tunaye Lameki, na Lameki alikuwa babaye Nuhu, na babaye Nuhu
Ni ukweli kulingana na maandiko alikuwa anamjua Mungu, alikuwa anaishi pamoja naye na anatembea naye. Kwani kama vile tumesoma ya kwamba anasema alikuwa anajua Nuhu mwanaye ndiye atafariji nchi yao ama dunia, na ndiye ataweza kuondoa taabu ya dunia ile iliyokuweko tangu mwanzo. Ninaposema tangu mwanzo, tukisoma sura hiyo ya 3 mstari wa 17, tunaona hapo Adam na Hawa ni wakati ule walimkosea Mungu kwa kutotii maagizo ya Mungu, kama vile Mungu aliweza kuwaambia wasikule ya mti wa katikati. Kwa hivyo Hawa akadanganywa pia, naye Adam akadanganyika na laana ikaingia. Akaambiwa ya kwamba kwa mikono yake na kwa kazi yake atakula la jasho. Kwa hivyo laana ikaingia. Na Lameki pamoja na baba zake wakapitia magumu na mazito, mpaka hata nao nchi ikawa na laana na watu wakawa watendaji dhambi. Na wakati huu Mungu alimuongelesha Lameki akimwambia yule mwana utakayemzaa akapewa jina Nuhu, na akaambiwa ya kwamba huyu Nuhu hakika atapea watu rest and comfort. Kwa hivyo tukienda kuangalia hii pumziko na faraja, tunaona ya kwamba hawa watu wa Mungu walifanya kazi nzito sana kulingana na vile wa Mungu aliwaambia. Lakini pamoja na hayo yote, mambo ya Lameki yalikuwa mawili. Na haya mambo mawili ya Lameki, mtumishi wa Mungu kwa Nuhu, alikuwa anajua mwanaye Mungu atamtumia. Na ni ukweli Mungu aliweza kutumia Nuhu. Alipokuwa na akapata wanawake, Mungu aliweza kumtembelea akamwambia amjengee safina. Manake amesema na mwisho wa dunia umefika. Manake Mungu amechoka na amechokeshwa na dhambi ile ambayo wanadamu wanafanya na wanazidi kufanya. Kwa hivyo alipomwambia atengeneze, akatengeneza. Na Biblia inatuambia ya kwamba aliweza kuanza na wachache na akambaki tu na wanawake. Na siku ikafika, mvua ya gharika hakika ikawa katika nchi, na watu wote na viumbe wote wakafa katika dunia. Ikambaki watu wanane. Na waliombaki, kumbi kwa Mungu ilikuwa pumziko. Manake Mungu alikuwa amechokeshwa na watu. Akituma huyu hawasikii, akituma hata mwingine hawasikii, akinena yeye mwenyewe hawasikii. Ingawaje kulikuwa na ngapu katikati yake na mwanadamu, lakini aliponena kweli, kumbe kumekuwa giza kwa ajili ya dhambi. Kwa hivyo Nuhu, mtumishi wa Mungu, kwa ajili ya kutii kwake na kujenga safina, na alipojenga safina, mvua aliponyesha, hakika alimbaki yeye na watu wake wa nyumba yake. Alikuwa na brothers na sisters, wote waliangamia kwa maji. Lakini hii ina maana gani? Ningependa kusema huyu ni unabii wa Yesu Kristo, kusaliwa kwake. Manake Yesu Kristo alipozalika katika ulimwengu huu na akakuwa na mwisho akakamilisha kazi yake pale msalabani, jambo kubwa ni kupatia watu hakika kuwa na pumziko.
kuondoa ile lahana iliyoingia kutoka kwa mwanadamu wa kwanza, na hakika uchofu na taabu nyingi zile ambazo watu kwa ajili ya dhambi waliweza kuteketea na kila wakati kuchoka, na kila wakati wanajisikia hawajiishi vizuri, manake dhambi imewagumba, laana inawasumbua na mambo mengi sana yale ambao hawakuwapa pumziko. Kwa hivyo Yesu Kristo akaleta faraja. Yesu Kristo mwana wa Mungu kwa kuzaliwa kwake akawafariji watu, na Yesu Kristo walioitikia ya kwamba amekuja kuwapatia pumziko, amekuja duniani kwa kuzaliwa pia kuwafariji kwa mapigo mengi sana yale ambao walikutana nayo. Kweli walioitikia waleo wako na pumziko. Uko pale na uko mahali pale, na wewe mwenyewe kama vile tumesema hauna utulivu hata kamwe, na wewe uko pale na hakika moyo wako hautulii hata kamwe, na hakika mafikira yako kila wakati unawazua, unajisikia hata kujitoa uhai, manake hauna raha katika dunia hii. Na hakika ningependa kukuambia ya kwamba kuna mmoja ambaye aliweza kuzaliwa, na huyu anaweza kukupatia rest. Juu huyu Yesu anakuita, na huyu Yesu hakika anataka kukuondolea taabu yako, anataka kukuondolea laana yako. Yako ni kukubali na kukumwambia Yesu, ni mimi huyu hapa, kuja kwangu na unipumzishe, nami hakika nitaweza kuokoka. Kwa hivyo mwite Yesu aweze kukuokoa, akuondolee hiyo laana, dhambi yote aweze kukusamehe kupitia kwa damu yake. Basi ni neno la Mungu, ufarijike. Manake huyu Yesu aliyetambiriwa huyu wakati wa Nuhu kwa haya maneno mawili, manake ndio amekuja kuyatimiza. Wewe mtumishi wa Mungu, ukiwa penye huko, kumbuka kuna yule anaweza kukupatia rest na pumziko duniani hii, na hata hiyo pumziko uweze kuipata tena mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atubariki, na Bwana Yesu akuinue kiwango kingine. Bwana na alibariki neno lake. Amina. Asante Yehova Mungu, manake yale umeyaleta kwetu ni mambo mawili baina ya mengine, na umesema ya kwamba utatupa pumziko. Tunahitaji kutazamia kwako ili utupumzishe. Upumzishe mwenye dhambi, upumzishe mwingine ambaye ni mgonjwa, upumzishe mwingine ambaye amefinyiliwa. Hakika ukatufariji, manake endapo Bwana hakuna pumziko, kilio kiko mahali pale. Kwa hivyo fariji mwenye anaamini na anaitikia. Yesu Kristo aliyetabiriwa ameleta hayo mambo mawili, na kama vile Nuhu aliweza kuitikia na akayafanya yale ulimwambia, pia nasi tusaidie tuitikie yale Roho wako Mtakatifu anatufunza. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amen. Baki salama mtu wa Mungu. Mungu huleta faraja katikati ya taabu. Mungu huleta faraja katikati ya taabu. Haijalishi ni taabu ama ni shida ya aina gani, lakini mwisho wake utaweza na kuona faraja ya Mwenyezi Mungu katikati ya hizo changamoto, katikati ya hiyo taabu. Tumeweza na kuona kwamba hata baada ya laana ya dunia, Mungu aliweza na kumtayarisha mtumishi wake ama mtu wake Nuhu, kwamba yani akaweza na kutuliza maumivu, akaweza na kumtumia, akaweze
na kuleta matumaini mapya ndani ya dunia na hata ndani ya watoto wa Mwenyezi Mungu. Na tumeweza na kuona kwamba katika vizazi vyote kuna yule Nuhu huwa anatengenezwa na Mwenyezi Mungu akaweze na kuleta tumaini ama matumaini. Hata katika familia yoyote ile, hata hiyo familia yako, Mungu yuko na uwezo wa kumtengeneza Nuhu akaweze na kuleta tumaini katika hiyo familia. Katika mahali ambapo ama hilo eneo ambalo unafanyia kazi, Mwenyezi Mungu anaona yote ambayo yanaendelea. Na hakuna uwezo wa kutengeneza Nuhu akaweza na kuleta tumaini kwa yule ambaye ameweza na kukosa tumaini. Tumaini kwa hakika ukosekana wakati mwingi, wakati tumeweza na kupitia changamoto za aina mbalimbali, wakati ambapo tumeweza na kupitia taabu za aina mbalimbali. Na kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu aliweza na kuleta Nuhu na akaweza na kumtayarisha ili akaweza na kuleta tumaini katikati ya wanawake, hata katika mambo mengi Mungu utengeneza Nuhu akaweza na kuleta tumaini. Tumeweza na kuona kwamba kilio cha wanadamu akipotei mbele za Mwenyezi Mungu. Hivyo basi ni kusema kwamba kilio chako akipotei bure mbele ya Mwenyezi Mungu. Akipotei, bado Mwenyezi Mungu ameweka na anakumbuka hicho ambacho kinakufanya ulie kila wakati. Anaona hayo machozi yako, bado akona mpango wa kuweza kukupanguza na kuleta faraja. Ndugu zangu, dada zangu, acha kupoteza imani yako, acha kuyumba. Kuna Mungu ambaye amekutengenezea Nuhu katika maisha yako. Na pia tumeweza na kuona kwamba kizazi kipya huleta mwanzo mpya. Kizazi kipya kiliweza na kutokea wakati ambapo Mwenyezi Mungu aliweza na kutoa wote na kuwafangia wote ambao waliweza na kukataa kusikia kile ambacho Nuhu alikuwa anawaambia. Wakati wa mwisho Nuhu akaambiwa wawili akaweze na kuwaweka na kutembea pamoja na wao. Wale wengine wakaweza na kufagiliwa tu. Hapa tumeweza na kuona kwamba kizazi kipya huleta mwanzo mpya. Hata hapo kwako wakati ambapo Mwenyezi Mungu amekutengenezea Nuhu, kuna yale mapya ambayo yataweza na kutokea na hakika yatakuwa ni baraka kwako. Ninakutakia siku njema, siku ya baraka. Mwenyezi Mungu na atembee pamoja nawe. Tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweza na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.